Karibu katika Genesis hadi Ufunuo, kipindi cha 332. Leo tunasoma kutoka sura ya 7, mistari 1 hadi 25, balaa la kwanza huko Misri. Musa na Haruni wamerudi kwa Farao, lakini sasa ni tofauti. Mungu amemwambia Musa, nimekufanya kama Mungu kwa Farao. Sio kwa kiburi, bali kwa mamlaka ya kimungu. Na balaa la kwanza linakuja, maji ya mto Nile, chanzo cha uhai wa Misri, yatageuka damu. Ni mapambano ya kiroho, si ya kimwili tu. Ni mfano wa jinsi Mungu anavyovunja minyororo ya utumwa na kujenga uhuru upya. Tusome pamoja na tuone maajabu ya Bwana wetu. Bwana akamwambia Musa, tazama, nimekufanya kama Mungu kwa Farao, na Haruni ndugu yako atakuwa nabii wako. Wewe utasema yote nitakayokuamuru, na Haruni ndugu yako atamwambia Farao awaache wana wa Israeli watoke katika nchi yake. Lakini Mungu anajua moyo wa Farao, nitauongeza moyo wa Farao, ili nipate kuzidisha ishara na maajabu yangu katika nchi ya Misri. Musa na Haruni walifanya kama Bwana alivyowaagiza. Haruni akatupa fimbo yake mbele ya Farao na watumishi wake, ikageuka nyoka. Lakini wachawi wa Misri nao walifanya vivyo hivyo kwa uchawi wao. Kila mmoja akatupa fimbo yake, zikazuka nyoka. Lakini fimbo ya Haruni ikameza fimbo zao. Hata hivyo, moyo wa Farao ukawa mgumu. Hebu tuangalie mambo matatu ambayo mara nyingi tunasahau. Kwanza, Musa alikuwa na miaka 80 na Haruni 83. Si vijana wachanga. Mungu anatumia wazee wenye hekima na uzoefu. Pili, wachawi wa Farao waliweza kuiga maajabu hayo, lakini hawakuweza kuyarejesha. Wanaweza kuharibu, lakini si kuponya. Na jambo la tatu ni Haruni, si Musa, aliyeonyosha fimbo juu ya mto. Mungu anagawa kazi. Haruni ndiye kuhani mkuu, Musa ndiye kiongozi. Kila mmoja ana jukumu lake katika mpango wa Mungu. Kisha Bwana akamwambia Musa, nenda kwa Farao asubuhi. Simama kando ya mto na uchukue fimbo ile iliyogeuka nyoka. Umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania amenituma kwako. Aache watu wangu waende ili waniabudu jangwani. Lakini hadi sasa hujamtii. Hivyo utajua kwamba mimi ni Bwana. Tazama, nitapiga maji ya mto kwa fimbo hii, nayo yatageuka damu. Samaki watakufa na mto utanuka. Wamisri hawataweza kunywa maji ya mto. Haruni akainyoosha fimbo juu ya maji ya Misri, mito, mabwawa, maziwa, hata maji yaliyohifadhiwa vyomboni. Yote yakageuka damu. Samaki wakafa, mto ukanuka, na Wamisri hawakuweza kunywa maji yake. Wanyamapori wa mto walijaribu kuelewa kile kilichotokea. Jamani, maji yetu yamebadilika. Ni nini hiki? Siwezi kupumua. Kutoka juu ninayoona mambo makuu. Mungu wa Waebrania anaonyesha uweza wake juu ya miungu ya Misri. Ni huzuni kuona binadamu wakisonga mbali na Mungu. Lakini pia ni furaha kuona Mungu akiwakomboa watoto wake. Sisi tunapata madhara kwa sababu ya dhambi za binadamu. Lakini hii ni kwa ajili ya uhuru. Ndiyo, umbo lote linasubiri kwa hamu wokovu wa watoto wa Mungu. Somo gani tunaweza kujifunza kutoka balaa hili la kwanza? Kwanza, Mungu anajua jinsi ya kushinda nguvu zote za giza. Wachawi wa Farao waliweza kufanya uchawi, lakini uweza wa Mungu ulikuwa mkuu zaidi. Pili, wakati tunasali kwa ajili ya nchi zetu, tuwe na subira. Farao hakugeuka mara moja. Inachukua muda kuivunja mioyo dhaifu. Tatu, tuone jinsi Mungu anavyoheshimu wazee. Musa na Haruni walikuwa wazee, lakini Mungu aliwaagiza kazi kubwa. Hatupasiwi kuwakataa wazee wetu. Na jambo la mwisho, balaa hili lilikuwa ni hatua ya kwanza ya wokovu. Wakati wa magumu ni mwanzo wa mambo makuu ya Mungu. Hebu tusali pamoja. Bwana wetu, kama vile ulivyoonyesha uweza wako juu ya mto Nile, tunaomba uonyeshe uweza wako katika nchi zetu. Kuna miungu mingi leo, fedha, madaraka, tamaa. Lakini wewe ndiye Mungu wa kweli. Tunataka kuombea viongozi wetu kama Farao, wapate mioyo laini. Tunataka kuombea wazee wetu wapate heshima na kufurahia kazi zao za Mungu. Na tunataka kuwa tayari kwa kila balaa au changamoto, tukijua wewe unakusudia mema yetu. Kwa jina la Yesu tunasali. Amina. Tutaonana mara ijayo katika Genesis hadi Ufunuo. Mungu atubariki.
Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.